Msikilizaji, hii leo tunaianza sehemu ya kwanza ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Simulizi hii inaeleza mambo mengi ambayo yanahusiana zaidi na vitu vingi vya kishetani. Unaambiwa kuna mambo ambayo macho hayawezi kuyaona, lakini roho inayahisi. Kuna sauti ambazo hazisikiki kwa masikio, lakini zinanong'ona ndani ya nafsi ya mwanadamu. Katika dunia tunayoishi, si kila kinachoonekana ndicho kilicho halisi. Wapo wanaocheka mchana, lakini usiku wanapambana vivuli visivyoeleweka. Wapo wanaofanikiwa ghafla, lakini nyuma ya pazia kuna siri nzito zinazotisha. Simulizi hii inakufungua mlango wa matukio ya ajabu, mikataba ya gizani, ndoto zenye ujumbe wa kutisha na mapambano kati ya nuru na giza. Ni hadithi inayogusa hofu, imani, majaribu na matokeo ya maamuzi yanayofanywa kwa tamaa, hasira au kukata tamaa. Je, ni kweli nguvu za giza zipo au ni hila za nafsi ya mwanadamu? Karibu uingie katika simulizi hii ya kusisimua. Simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanadada Queen Laposhi, ambaye alienda katika hospitali moja kwa ajili ya kufanya mazoezi ya udaktari. Kumbe ndiko kisanga kilipoanzia. Karibu tumsikilize Queen Laposhi akitueleza nini ambacho kimemkuta katika safari yake. Safari ilikuwa ndefu. Njiani abiria wengi walikuwa wamesinzia ndani ya basi kutokana na uchovu wa safari ya muda mrefu iliyoanzia katika jiji la Antananarivo kuelekea katika mji mdogo uliopo nje ya jiji hilo. Hatimaye baada ya masaa 11 basi liliwasili katika kituo kikubwa cha mabasi, na watu wote katika basi hilo walishuka, huku mimi nikiwa mtu wa mwisho kuteremka. Nilipoteremka niliangaza huku na kule kutafuta taksi. Mara taksi iliwasili mahali nilipokuwa na kunipakia. Katika mji ule mdogo wa Nivo, ulikuwa ni mji uliochangamka sana na pia ulijengeka vizuri kimiundombinu. Ingawa kwa upande wangu ilikuwa ni mara ya kwanza kuwa katika mji huo. Nikiwa ndani ya taksi, nilimwomba dereva anipeleke kwenye hoteli nzuri ya kisasa na yenye ulinzi mzuri. Kisha dereva kunijibu, "Sawa dada, usijali, nitakupeleka." Jina langu naitwa Queen Laposhi. Sababu iliyonileta katika mji wa Nivo ni kufanya field yangu ya udaktari, na nilipangiwa kufanya mazoezi yangu ya udaktari katika hospitali moja kubwa inayojulikana kwa jina la Dos Santos hapo mjini, inayojishughulisha na masuala ya upasuaji. Haikupita muda tayari tulishuka nje ya geti kubwa la hoteli ya kifahari iliyojulikana kwa jina la The Sun. Geti lilifunguliwa na gari yetu kuingia ndani ya hoteli hiyo. Nilishuka na mizigo yangu toka kwenye taksi, kisha nikapokelewa mizigo na wahudumu wa ile hoteli. Nikapelekwa sehemu ya mapokezi na kumkuta mhudumu wa hoteli hiyo. Akaanza kunionyesha vyumba vya hoteli hiyo kwa kutumia kompyuta. Niliridhika na vyumba vile, kisha kulipia kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya hapo nilipewa funguo za chumba namba 187, ghorofa ya pili. Nilibebewa mizigo yangu mpaka katika chumba nilicholipia na kisha kuingia ndani kujipumzisha. Hapo ilikuwa tayari ni usiku wa saa 3 kasoro. Asubuhi kulipokucha, niliamshwa na alamu niliyoitegesha muda wa kuamka. Nilinyanyuka kitandani na kuelekea bafuni kupata maji kidogo. Baada ya hapo nilirejea katika begi langu kubwa na kutoa nguo za kuvaa na hatimaye kujiweka vizuri. Nilipiga namba za simu zinazohusika na masuala ya jikoni katika hoteli hiyo. Simu ilipokelewa na mhudumu wa jikoni. Nilimwelekeza nipo chumba namba 187, nahitaji supu ya nyama ya ng'ombe na sausage 5. Kisha nikakata simu. Baada ya kupita dakika 10, mlango wa chumba changu uligongwa, nami taratibu nilienda kufungua na kukutana na mhudumu wa jikoni akiwa kabeba supu katika kimeza cha matairi. Aliingia ndani chumbani kwangu na kunikaribisha ile supu, huku akinitolea tabasamu kali kweli.
Mhudumu huyo alikuwa ni kaka handsome wa sura na mwili wake ulijengeka vizuri mno. Alionekana ni mtu wa mazoezi sana. Alinitolea lile tabasamu na kutoka nje, huku mimi nikijisemea moyoni, hata huyu kaka anakuwa mpishi wa hoteli, huku nikijitolea tabasamu kwa mbali na kufunga mlango. Kisha kuiendea ile supu. Nilikunywa ile supu na kuimaliza yote. Kiukweli ilikuwa tamu sana. Zilipita siku 2 toka niwe katika hoteli hiyo. Siku hiyo ilikuwa ni Jumamosi, mida saa 5 za usiku. Nikiwa nimesimama katika kibaraza cha nje ya chumba changu juu ya ghorofa, nikiwa naongea na simu, huku nikimtizama mtu mmoja kwa chini katika bwawa la kuogelea. Huyo mtu usiku huo alikuwa akiogelea peke yake. Hapakuwepo na watu, kwani watu wengi walikuwa katika vyumba vyao na muda ulikuwa umeenda. Bwawa lile la kuogelea lilikuwa limezungushwa taa nyeupe, hivyo liliweza kuonekana vizuri hata ukiwa juu ya ghorofa. Yule mtu aliendelea kuogelea kwa muda kidogo. Nikiwa bado naongea na simu, nilipogeuka tena kumwangalia yule mtu aliyekuwa anaogelea hakuwepo. Lakini cha ajabu, lile bwawa lilianza badilika rangi na kuwa nyekundu. Ilikuwa ni damu ambayo inaonyesha kuna kitu kimechinjwa katika bwawa hilo. Na si muda mrefu nilipoona lile tukio, nilitoka upesi katika chumba changu na kushuka ngazi zile za ghorofa na kuelekea katika lile bwawa. Sikuamini macho yangu kuona bwawa lote limechafuka kwa damu. Kwa mbele yake niliona miburuzo ya damu ikitoka pale katika lile bwawa na kuelekea katika kinjia kidogo kilichokuwa kinaelekea kwenye nyumba moja ambayo iko mbali kidogo na hoteli hiyo. Nilifuata ile michirizi ya damu mpaka katika nyumba hiyo kubwa. Nikiwa naingia ndani, nilisikia milio ya kama kitu kinachalangwa na shoka. Nilipoangalia vizuri, sikuamini kumuona yule mhudumu mpishi wa hoteli akicharanga mwili wa mtu na vipande vya nyama kuviweka katika masufuria makubwa yaliyokuwa yanachemka. Nilijikuta naishiwa nguvu huku nikiwa narudi nyuma. Kwa bahati mbaya niligonga sufuria kwa mguu na kumfanya mpishi yule kugeuka na kutizama niliko. Lakini ghafla umeme ulizima. Hapo ndipo nilipopata nafasi ya kukimbia na kurudi chumbani kwangu, huku nikiwa natetemeka. Wakati nikiwa bado natetemeka, nilisikia hodi ikigongwa mlangoni kwangu. Hapo nilizidi tetemeka, huku mapigo ya moyo yakinienda kasi. Hodi ilizidi kugongwa, hatimaye kitasa cha mlango wangu kilianza kufunguliwa taratibu na mlango kufunguka. Mlango ulizidi kufunguka huku kijasho chembamba kikinitiririka mwilini. Nilijua kifo kimenifika. Mwili wote ulibaki ukitetemeka na tayari hoteli yote umeme ulikuwa umekata. Nikiwa nimejificha nyuma ya kabati la nguo, nilisikia hatua za muuaji zikinikaribia sehemu nilikojificha. Akiwa amefika kabisa na sehemu niliyojificha, mara simu yake iliita. Nilimshuhudia akipokea simu na kusema neno moja pekee, "Okay, sasa hivi nakuja." Kisha akakata simu na kuondoka mle chumbani kwangu. Nilishusha pumzi kwa nguvu, nisiamini kama nimesalimika toka kwa yule muuaji. Ndipo umeme ulirudi tena. Nilibaki nimekaa sakafuni kujiuliza maswali mengi. Kwa nini yule kaka anaua watu na kuwafanya supu? Jibu nilikosa, nikabaki kujutia kwa kulipia hoteli ile mwezi mzima. Ningejua nisingethubutu kuishi pale. Nilinyanyuka toka chini ya sakafu na kuelekea sehemu ya mlango na kufunga vizuri, kisha kurejea kitandani kwangu na kujilaza, huku nikiomba asubuhi kukuche mapema. Masaa yalizidi kwenda bila hata kupata hata repe la usingizi. Hatimaye mida ya saa 10 usingizi ulinichukua mpaka asubuhi. Nikaamshwa na kelele za watu waliokuwa wakipita katika korido iliyokuwa karibu na mlango wangu. Niliamka huku mwili wangu ukiwa katika hali ya uchovu. Nikaelekea bafuni. Baada ya muda nilitoka bafuni na kujiandaa tayari kwa kuelekea katika hospitali kuu ijulikanayo kwa jina la Dos Santos kwa ajili ya mazoezi ya upasuaji kwa muda wa mwezi mmoja. Nilijiandaa na kutoka nje ya chumba changu. Nikakuta watu wengi wakiendelea na shughuli tofauti, lakini kichwani mwangu sura ya muuaji ilinijia kila mara na kupelekea kichwa changu kuniuma, hasa kwa yale matukio ya jana
niliyoyashuhudia yalinimaliza nguvu kabisa. Nilitoka hadi nje ya hoteli na kuchukua taksi kisha kuelekea hospitalini kwenye mazoezi yangu. Haikuchukua muda, nilikuwa nje ya geti kuu la hospitali, juu ya maandishi makubwa yakiwa yameandikwa Dos Santos. Nilishuka na kuingia ndani ya jengo la hospitali mpaka sehemu ya utawala na kuripoti. Kisha nikapangiwa majukumu ya kazi. Nilitoka katika ofisi za utawala, mara meseji iliingia katika simu yangu, tena ikiwa ni namba ngeni ikisema, "Hello Queen Laposhi, hali gani? Asante kwa kunijua mimi ni nani. Tokea jana usiku ulivyoniona jikoni. Hongera." Baada ya kuiona ile meseji, niliogopa cha kushangaza. Alijuaje hadi jina langu yule muuaji? Nikabaki nimeishiwa nguvu. Nikiwa ofisini kwangu, alikuja nesi mbio mbio, huku mikononi mwake akiwa na damu, na kuniambia kuna mgonjwa huku kapata ajali. Nyanyuka upesi na kuchukua vifaa na kumfuata nesi alipokuwa anakimbilia. Nilifika katika chumba alichokuwa yule mgonjwa. Maskini, hali ya mgonjwa ilikuwa mbaya. Alikuwa ni mwanamke wa makamo. Nilijiuliza kimemkuta nini mzee kama yule apate ajali kama ile. Nilipomtazama mguuni kwake, alikuwa amechanika na damu nyingi ilikuwa imemtoka, maana alichanika pakubwa sana. Jambo la kwanza, niliwaamuru manesi wazuie kidonda kisiendelee kuvuja damu ili utaratibu mwingine ufuatwe wa kimatibabu zaidi. Nilimsafisha kile kidonda na kumshona vizuri. Shida, damu nyingi ilimwagika na damu ilimuisha yule mama. Ikabidi nimpime kundi la damu yake. Ilikuwa ni grupu O negative. Sasa hilo grupu ni watu wachache sana, na pale hospitalini benki ya damu hiyo haikuwepo. Ndipo niliporejea kwa yule mama na kumuuliza kama ana mtoto au ndugu waje wapime damu zao ili aongezewe. Yule mama alichosema, ana mtoto wake wanafanana grupu na damu, na kusema atakuja mchana kumuona, tayari ana taarifa yake ya kulazwa hapo, huku akinitolea tabasamu nzuri na kuniambia, "Binti, umenihudumia vizuri sana. Vipi, umeolewa binti yangu?" Nilimjibu, "Hapana mama, bado sijapata mchumba." Yule mama aliniangalia na kusema, "Natamani sana uwe mkwe wangu siku moja." Nikabaki kucheka na kumwaga yule mama. Nikamwambia nitamrejea mchana. Ilipofika mida ya mchana, watu wengi walifurika kuja kuona wagonjwa wao. Kwa muda huo, niliona ndio muda mwafaka wa kwenda jipatia chakula cha mchana. Niliweka vitu vyangu vizuri ofisini kwangu, kisha nikatoka nje ya ofisi na kuelekea nje, huku nikikatiza katika wodi ya wagonjwa. Nikiwa napita, nikasikia sauti ya yule mama akiniita na kusema, "Njoo umuone mwanangu." Nilipogeuka sikuamini ni yule mpishi muuaji, ndiye mtoto wa yule mama, huku yule mpishi muuaji akinitolea tabasamu nzuri kweli. Nilishiwa nguvu kuona mtoto wa yule mama tuliyekuwa tunamsubiri kuja kutoa msaada wa damu. Kumbe ni yule muuaji. Yule mama alizidi niita pale alipokuwa ameketi kitandani, huku bado mtoto wake akiwa nazidi nitolea tabasamu usoni mwake. Taratibu nilianza wasogelea mpaka pale kitandani. Nilipowafikia, yule muuaji alinyosha mkono wake kwa kunipa salamu, huku akijitambulisha jina lake kuwa anaitwa John na yule ni mama yake mzazi. Pia alizidi nishukuru kwa huduma nzuri niliyomfanyia mama yake mzazi. Nilimjibu huku nikiwa natetemeka mwili mzima. Alinishika mkono wangu huku akiniangalia kwa umakini usoni mwangu, na baada ya muda kidogo alionyesha sura ya kukasirika, huku akiuminya mkono wangu na kupelekea mama mtu kuuliza nini ambacho kinaendelea kati yangu na mwanae. Lakini yule kaka alitabasamu tena na kusema, hamna mama. Kisha akaniachia mkono wangu. Nilichosema, nilimwambia yule mama kuwa natoka nje nikajipatia chakula. Baada ya kurudi, utaratibu wa kutoa damu toka kwa mwanae utafanyika. Baada ya kutoa maelezo yale, mama yule alinitolea tabasamu na kuniruhusu niondoke. Niliondoka pale kitandani kwa yule mama, nikimwacha amebaki na mwanae, huku nikishusha pumzi nzito na kujisemea, leo nimekamatika, Mungu nisaidie. Nikiwa natoka nje ya ile wodi, nilisikia nikiitwa jina langu. Nilipogeuka nyuma, nilishangaa kumuona yule kaka muuaji akinikimbia na kuniomba tuongozane wote mpaka sehemu ya chakula, kwani yeye ni mgeni na mazingira yale. Msikilizaji, hiyo ni sehemu ya kwanza
ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Katika sehemu ya pili, Queen Laposha atakubali kwenda na kaka muuaji ama atakataa. Usikose kusikiliza sehemu ya pili ya simulizi hii.